Namba hizi tunaweza kukutana nazo kila siku, tunafanya nazo kazi. Namba zina maana kubwa sana kiroho, au asili ya namba kiroho ina maana kubwa sana. Naposema namba namaanisha kuanzia 1 mpaka 9. Elimu hii ya namba ni elimu pana sana. Namba zinaweza zikakuonyesha jukumu la roho yako. Wewe kuzaliwa, inaweza kuonyesha kwamba wewe kuzaliwa sio bahati mbaya. Inaweza zikakuonyesha kusudi lako la kuzaliwa. Jinsi ya unakuwa unakwambia namba yako ya bahati ni namba fulani. Hiyo ina maana gani? Namba yako ya bahati unaipataje hiyo namba ya bahati? Namba ya bahati inapatikana kwa kujumlisha tarehe yako ya kuzaliwa. Kwa kama ulizaliwa tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2025, unajumlisha hizo namba zote. Yaani unajumlisha 1 kujumlisha 5 kujumlisha 0 kujumlisha 7 kujumlisha 2 kujumlisha 0 kujumlisha 2 kujumlisha 5. Ukishapata hiyo namba, ikija namba 2 au namba 3 jumla yake, unazijumlisha tena hizo. Kwa mfano zimekuja namba 3, unazijumlisha tena hadi upate namba moja. Lakini sharti ukijumlisha namba, zikija namba zinazofuatana, kwa mfano 11, 12, 33, hizo hazitakiwi kujumlisha tena. Zinabaki hivyo hivyo. 11, 22, 33 inaitwa master number na zinginezo. Hii ni elimu pana, inaitwa elimu ya namba. Kwenye masuala ya kiroho ni elimu pana. Lakini nilikuwa nataka nizungumzie tu kwa dakika chache habari ya namba. Namba zina maana gani? Ili wewe mwenyewe unaweza kujua jinsi ya kuzitumia namba. Unaweza kujua jinsi ya kuamsha nguvu ya namba. Kwa mfano tuchukulie namba 1. Namba 1 ina maana ya mwanzo. Namba 1 imetafsiriwa kwenye vitabu vya dini kimafumbo sana. Namba 1 inaashiria upeke yako. Namba 1 upeke yako, kwamba uko mwenyewe, usipojisimamia hakuna atakaye kusimamia. Yaani namba 1 ni wewe, inawakilisha ujasiri, simba. Yaani simba ambao uko mwenyewe, yaani kwamba wewe uko mwenyewe, wewe utakuwa jipambania wewe mwenyewe. Yaani wewe ni wewe. Namba 1 inawakilisha kujitambua, yaani wewe mwenyewe. Yaani sio, unanielewa kwamba ni wewe mwenyewe, hakuna mwingine, uko mwenyewe, uko peke yako. Namba 1 hiyo. Tafsiri ya namba 1. Namba 2 ina maana gani? Namba 2 ina uhusiano na namba 1 kwa namna gani? Kwamba mwisho wa siku umekaa mwenyewe kwamba okay, kiimaya, yani kwamba mimi ni imaya mimi. Lakini namba 2 inawakilisha kwamba utambuzi kwamba namba 1 sasa kwamba sijui kama sidhani, yani kwamba sidhani kama inawezekana kwamba kwenye haya maisha niko mwenyewe. Hapana. Pamoja na kwamba nina nguvu, lakini hebu nifungue milango ya mawasiliano. Kwa hiyo namba 2 inamaanisha mawasiliano, uhusiano, kuhusiana, kuongea, kupiga story. Kwa hiyo sasa namba 2 ni alama ya kuwakilisha kufungua milango, kama daraja. Ni kama namba 2 inawakilisha ni kama daraja ya sehemu mbili. Yaani kwamba ni daraja ambalo halina masharti ya mawasiliano. Tuchukulie kwa mfano usiku na mchana. Ndio kusema kwamba mchana ulikuwa wenyewe, lakini ukasema hivi hakuwezi kuwa na mwenzangu kweli wa namna yangu. Unakuta kipigizani yake ni nini? Ni giza. Wachina wanasemanga yin and yang. Yin yang. Yaani yin yang. Kwenye physics wanasema there is equal and opposite. See, every force is nini? Equal and opposite direction. Kwamba sijui kama simepatia, ni kwamba kila kitu yani kila kitu kina hasi yake. Yaani kuna hasi na chanya. Lakini sema kwamba haina masharti. Yaani tuseme diplomasia. Yaani baada ya kwamba umekaa mwenyewe uko mpweke, unajitambua kwamba mimi nina nguvu na nini, lakini mwisho wa siku unakaribisha. Yaani kama unatengeneza hali ya sawa, tunaweza tukazungumza. Hiyo namba 2. Namba 3 ni kitu gani? Namba 3 inawakilisha kwamba baada ya kwamba sehemu mbili zimekutana, kuna matokeo yanatokea. Namba 3 inawakilisha uumbaji. Namba 3 inamaanisha uumbaji.
Kwamba sawa ulikuwa mwenyewe, umekaribisha mazungumzo. Tuseme sasa ndio mazungumzo yametokea, mmekutana watu wawili. Baada ya kukutana watu wawili inatokea ni kuna kitu kinazaliwa kipya. Kitu gani? Furaha. Inatokea furaha, shangwe, nini? Yaani kuna kitu lazima kizaliwe. Vitu vile vikikutana. Mkikutana mkiwa wawili lazima kuna mawazo yatazaliwa pale katikati. Namba 3, uumbaji. Kuna kitu kinaundwa pale. Au wewe mwenyewe ulikuwa mwenyewe, ukitafuta mke lazima utokee uumbaji. Ndio namba 3 hiyo inamaanisha uumbaji. Sasa mkishaumba namba 4 inamaanisha nini? Kwamba sasa bwana sawa. Namba 4 inamaanisha udhibiti. Kwamba hichi tulichokiunda tukiwekee mipaka. Kwa hiyo inamaanisha mipaka ya kulea kile ambacho kimezaliwa. Kulea uumbaji uliotokea. Yaani unaweka mipaka sasa. Yaani kama kuna kitu kimezaliwa unakiwekea mipaka kukilea kukidumisha. Lakini tuende kwenye namba 5. Namba 5 inamaanisha nini? Kwamba umeshalea. Namba 4 umeshalea, umelea. Lakini utataka kama kuchoka kwamba sasa tunakaa karantini mpaka lini? Yaani kuna hali vile kwamba hii hali imechoka. Yaani vile watu wanakuambia huwezi kukamata mchanga hivi kiganjani. Utaanza kuchomoka kamoja ule udhibiti ule. Ile hali huko ndani ule inachoka, inalipuka. Kwa namba 5 ni ishara ya kulipuka. Ni ishara ya mabadiliko kutokana na udhibiti. Namba 5 ni ishara ya udhibiti. Kama gari lilikuwa limesimama, basi ni yule mwendo. Namba 5 ni mwendo, ni mabadiliko. Kuachana na mambo yale ya fungamano ile mipaka. Namba 5 ni kuvuka mipaka, mabadiliko. Namba 5 ni ishara ya mabadiliko. Twende namba 6. Namba 6 ni nini? Kwamba namba 6 kwamba wewe sawa umekimbia kwenye mipaka hiyo. Umekimbia kwenye ngome, kwenye udhibiti. Namba 5 hiyo sasa umekimbia kwenye udhibiti. Umeenda kwa kuzurura kwamba na huku kuna nini? Yaani namba 5 kwamba na kule kuna nini? Na kule nikaona na vitu vingine vilivyopo huko. Ni vitu gani? Ishara ya mabadiliko, kujifunza mambo mbalimbali. Kupoje huko? Umeona hiyo? Namba 6 sasa ni kwamba umezurura wewe. Kumbuka ulikuwa umeanza ukafanya mahusiano, mawasiliano, kitu kikazaliwa. Baada ya kitu kuzaliwa kikadumishwa. Kilivyodumishwa, namba 5 kikachukua kwamba kuna vitu vingine huko vikoje? Yaani vile vitu pia vilivyozaliwa vikazaliwa. Na vitu vingine vipi vikoje huko nje huko? Vikatoka sasa kwenda kusurvey. Sasa katika kwenda kusurvey namba 6 sasa. Namba 6 inamaanisha kwamba umeshazurura, labda umechoka, au labda umeshapata ufahamu, yani umeelewa sasa mambo kwamba huko kupoje, yani umeelewa. Namba 6 inamaanisha kurudi nyumbani. Kurudi nyumbani kwenda kueneza hiyo hekima uliojifunza huko. Kusimamia, kulea, kuongoza. Kwamba jamani hichi kitu kipo hivi kutokana na uzoefu nilioupata huko nilikotoka. Namba 5 simeenda kuzula. Namba 6 sasa kurudi. Hivyo kitu kwa namba 5 ndio ishara hiyo. Ndio ishara hiyo ya kulea baada ya kupata ufahamu. Yaani uwezo kalea kitu bila ufahamu kwamba hichi kipoje, ukizidi vipi na vipi. Umeshapata ufahamu huko kukoje na wapi na wapi. Lakini namba 7 ni nini? Namba 7 ni ishara ya kujitenga na kutafakari. Namba 7 ni utafiti, inawakilisha utafiti wa kina. Kutokana na mambo uliyojifunza, umefanikisha kulea, yaani ile utafiti, ubunifu, ufumbuzi. Yaani kwamba umeshajifunza mambo mengi, unarudi nyumbani unalea. Namba 7 inawakilisha kwamba hasa unakaa pembeni unakuwa unatafakari kama vile mtumia juani ulia kivulini. Mtumia juani ulia kivulini, namba 7 hii. Kwa unakuwa unatafakari mambo jinsi yalivyo. Yaani unatafakari vizuri kabisa. Baada ya kutafakari kuelewa mambo yalivyo, unatafakari. Hii inamaanisha inahusiana na ndoto. Inahusiana na sayari ya Neptune, namba 7. Ndoto na ufahamu, Sasa baada ya hapo sasa namba 8 unaanza kuunda tena. Unaanza kutengeneza sasa samani, mali. Unaanza kujilimbikizia mali. Tuseme sasa ndio unaanza kunenepa. Tunasema kwamba anayenenepa bana mage anazidi, amelizika. Mali. Namba 8 inamaanisha mali, rasilimali. Baada ya kuwa umetulia unatafakari vizuri, inamaanisha rasilimali, rasilimali. Namba 9 inamaanisha nini sasa, namba ya mwisho? Namba 9 inamaanisha ukamilifu.
kwamba nimekamilika sasa. Ninaweza kupakia vitu vingine vinaweza vikakaa vikamaliza mzunguko wote vikanikuta mimi. Kwa hiyo namba 9 ni ishara ya ukamilifu wa jambo na kuanza upya. Kwa sababu ikitoka namba 9 inaanza 1. Sio kwa maana yani kwamba namba 9 nimekamilisha vyote hivyo kwamba okay, mzunguko wote huo umeisha, basi naweza kulea, naweza kutunza. Namba 9 ni kama dunia inavyotutunza sisi. Tupo kwenye dunia inatunza nishati mbalimbali, nishati mbalimbali. Natumaini umenielewa.